mwenyekiti, mpaka sasa viwanda vya kutengeneza pombe kali nchini inayokidhi viwango vinavyoendelea kuanzishwa kwa kupata mafunzo na ushauri wa kitaalamu kutoka Shirika la Maendeleo ya Viwanda Vidogo yani SIDO, Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali yani GCLA, na Shirika la Viwango Tanzania yani TBS, na miongoni mwao wako watengenezaji wanaoendelea kupata alama ya ubora kwa kukidhi vigezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, SIDO itaendelea kushirikiana na taasisi nyingine za maendeleo ya teknolojia ikiwemo Taasisi ya Uhandisi na Usanifu Mitambo yani TEMDO, Kituo cha Zana za Kilimo na Teknolojia Vijijini yani KAMATEK, na ushirikiano wa karibu na Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali yani GCLA na Shirika la Viwango Tanzania TBS kwa kuboresha teknolojia za kuchakata pombe kali kwa kutumia teknolojia rahisi ili watengenezaji wengi waweze kutengeneza pombe bora inayofaa kwa matumizi ya binadamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, gongo ni pombe yenye kilevi ambayo imekuwa ikitengenezwa kienyeji. Aidha, serikali haijahalalisha pombe ya gongo kwa sababu ya kuwa na madhara makubwa katika mwili wa binadamu. Kwa msingi huo, mpaka sasa hakuna mitambo ya kutengeneza kinywaji hicho iliyosambazwa kwa wananchi. Kwa sasa serikali haijaanzisha mpango wa kusambaza mitambo ya gongo kwa wananchi wanaojishughulisha na uzalishaji wa pombe ya gongo. Asante sana mwenyekiti. Asante Mheshimiwa Kondesa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi. Tumeshuhudia hapa karibuni ndani ya nchi yetu kuna pombe nyingi sana zinaingizwa ambazo ni kali na zimeendelea kuharibu vijana na nguvu kazi ya taifa, na vijana wengi wanaendelea kuharibikiwa kwa kunywa hizo pombe kali. Je, ikiwa hizo pombe kali zinaweza zikaingizwa zikiwa zimetengenezwa kutoka nchi zingine zikaingia nchini kwetu na vijana wetu wakaendelea kuharibikiwa, serikali tumeshindwaje kuwafundisha wananchi wetu wa chini ambako gongo yuko inatengenezwa na inapendwa na mpaka hivi tunavyoongea inaendelea kutumika? Tumeshindwaje kuboresha gongo yetu ambayo inatengenezwa na mazao ambayo yako ndani ya nchi yetu zidi ya kuingiza pombe kali ambazo zinaharibu vijana? Swali langu la pili, kwa kuwa ambacho kinazidi kwenye gongo ni zile kemikali kati ya ethanol na methanol, ni kweli kwa kutumia wataalamu wetu kuwafuata maprofesa pale Chuo Kikuu Dar es Salaam ambao wameshafanya utafiti, tumeshindwa kuendelea na zoezi hili ili kwenda kuwafundisha wananchi walioko kule chini ambao wanatengeneza kinywaji hiki ili waweze kupata pombe bora gongo mfano wa konyagi ambayo inazalishwa hapa nchini kwetu, ili kuendelea kuifanya gongo ni kinywaji haramu kuendelea kukimbizana na wananchi, na ili hali wananchi kinywaji hiki wanakipenda na hivi tunavyoongea wanaendelea kunywa. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza sana Mheshimiwa mbunge kwa kuendelea kutetea jinsi ambavyo pombe za kienyeji zinaweza zikachakatwa kwa viwango vinavyofaa kwa matumizi ya binadamu. Pamoja na kwamba sio binadamu wote hutumia pombe, lakini kwa wale wanaotumia ni dhamira njema ya serikali kwamba watumie pombe ambayo inafikia viwango visivyoweza kudhuru afya zao. Pamoja na kusema hayo, kwa suala lake la vijana wetu kuharibiwa na pombe zinazotoka nje, na pamoja na kwamba ni pombe zinazokidhi vigezo, hili swala la ulevi wa vijana linasababishwa na mambo mbalimbali ambayo ni wajibu wa jamii na malezi kufanyika kuhakikisha kwamba vijana wetu wanatambua madhara ya pombe. Kwa sababu hata gongo leo ikihalalishwa haina maana kwamba vijana watakunywa na watabakia wakiwa wastaarabu wasipoweza kunywa kwa kiasi. Kwa swali lake la pili la wajibu wa taasisi zetu za kitafiti kuweza kuchakata na kutengeneza formula ya kutengeneza pombe salama kutokana na pombe za kienyeji, zoezi hili linaendelea. Nimejibu katika majibu ya swali la msingi kwamba kuna taasisi hizi za serikali TBS, SIDO, KAMATEK wameendelea kufanya utafiti na kutengeneza mitambo ambayo inatengeneza pombe kali za kienyeji ambazo zinapokidhi vigezo vinaruhusiwa masokoni, na wajibu wa kila mnywaji ni kunywa kwa kiasi asiyeharibu afya yake, maana hakuna pombe ambayo itakuacha salama hata kama inafikia viwango kama utakunywa bila ustaarabu. Mheshimiwa Cecil David Mwambe, swali nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ukweli kwamba
mabaki ya korosho yanatengeneza pombe inaitwa nipa, lakini ndio gongo hiyo hiyo. Mabaki ya miwa molasses inatengeneza pombe, inatumika sana kwao na kinasasisha huko na maeneo mengine, inaitwa piwa. Tanga wanatumia miwa, muhogo pamoja na mafenesi kutengeneza pombe hizo hizo. Sumbawanga wanatumia mahindi na maeneo mengine. Sasa wakulima wanania kutaka kujiongezea kipato. Sasa endapo serikali inasema haijalalisha pombe ya gongo kwa sasa kwa sababu ya madhara hayo yaliyotajwa, na sisi tumetoa mifano pombe zinazoingizwa kutoka nje zenye madhara yanayofanana, na shirika la viwango pamoja na actually TBS miaka 3-4 iliyopita, mkuu wa mkoa wa Mtwara alipeleka aina sample ya gongo kutoka vijiji mbalimbali vya jimbo la Ndanda kwenda kupima na kuona uhalali wake. Walisema kwamba haina madhara makubwa ya kibinadamu, lakini pia alcohol percentage yake ilikuwa ni moderate, haifanani hata na pombe zingine zinazoingizwa kutoka nje. Sasa kwa muktadha huo, serikali haioni haja sasa ya kununua mazao haya ya ziada kutoka kwa wakulima ambayo yangefaa kutengeneza alcohol, methanol pamoja na spirit ili waweze kuyaangamiza na kufanya wananchi wasipike hizo gongo ambazo sasa haziruhusiwi. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwanza kumpongeza ndugu yangu Mwambe kwa swali lake la msingi sana na ambalo amelipangilia kwa namna ambayo sehemu ya pili ametoa ushauri kwamba kwa nini serikali siangalie bidhaa ambayo inaweza ikatengeneza pombe isiyo na madhara na kuvitengenezea viwango ili iweze kutengenezwa na kuuzwa kibiashara kunufaisha jamii kiuchumi. Hili tunalichukua kama serikali, lakini hili la bidhaa zingine ambazo zinatengeneza pombe, ili uweze kutengeneza kitu chenye kiwango na usalama kwa mwili wa binadamu, ni lazima kuangalia ingredients zinazowekwa mule. Nadhani shida ya gongo, maana nadhani gongo nilikuwa swali la msingi, ni kwamba vitu vinavyotumika kutengeneza gongo huwezi kulinganisha na vitu vinavyotumika kutengeneza pombe inayotokana na korosho au miwa au hata asali kwa ile jamii ya watu wanaokaa misituni ambao wanatengeneza pia pombe asali na kuchanganya na mitishamba. Kwa hiyo ni wajibu wa serikali, na serikali imesikia ushauri wa Mheshimiwa Mbunge kufanya utafiti zaidi na kugundua aina mbalimbali ya pombe za kienyeji ambazo zinafikia viwango vya usalama viweze kutengenezwa bila pingamizi na wananchi waweze kutumia kwa manufaa yao. Asante. Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Abedi Ngondo Ramadhani sasa aulize swali lake. Je, lini ujenzi wa skimu ya umwagiliaji katika jimbo la Singida Kaskazini utaanza? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri David Silinde. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inaendelea na utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji ambayo imefikia hatua mbalimbali. Mradi wa skimu ya Mugamo kwa sasa upo hatua ya kukamilisha usanifu. Usanifu huo utakapokamilika, taratibu za kutangaza kwa ajili ya kupata mkandarasi zitaanza mara moja. Mheshimiwa Ngondo Ramadhani. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu hayo mazuri ya serikali ambayo naomba kasi iongezeke ili skimu hiyo iweze kuanza utekelezaji wake mara moja, ninao maswali mengine mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, ni hatua gani ambayo imefikiwa ya kuwezesha miundombinu ya umwagiliaji katika mabwawa ya Kisisi, Masorweda, Mwairimbi, Tambuko na Endesh pamoja na Mgori, ambayo niliwahi kuuliza swali la msingi hapa kwamba kungeanza utekelezaji lakini mpaka sasa